Wewe hivi? Kwani unisikii hivi? Mbona kwa jeuri namna hiyo? Kwa sasa tunakula nini kama umekaa? Mmekula jamani. Mmekula nini? Chai na uma. Nimeomba chai. Nimewapika chakula cha mchana. Sasa hivi mnataka mle nini jamani? Kwa hiyo wewe ukae hapo ufanye kazi za kuchezea hivyo vitu muda wote, ndo akili yako hapo ilipo bezi, si ndo maana yake? Umaskini wa kwenu ndo unataka kutuletea sisi hapa muda wote upo busy na hivyo vitu, si ndo maana yake? Yaani mume wangu akirudi leo lazima nimwambie. Unafikiri sisi tunamuogopa unavyotuona? Mimi sipendi magomvi wifi. Mtakuja taratibu. Mimi sipendi magomvi. Magomvi nyanyuka, acha kuchezea hicho kitu, nenda ndani kwako. Jamani kucheza siachi. Wewe unataka kutufanya hivyo na tunalala nani? Jamani mtanipiga mtaniua nyie watu jamani. Itakuwa kweli. Kapumziko, usipigie kelele si hapo. Kila siku wewe umekuwa nani mungana? Yaani umeshaelewa kila kikati tunamtoa. Yaani wewe ndio unavyoweza. Yaani mpaka atasema mbona na bado. Alafu dada, itabidi shemeji leo aondoke. Wewe mwenyewe si ndio unafeli, yaani mikazo unaifanya mimi, wewe umekaa tena unalegeza legeza. Sasa wewe si ndio ulikuwa mtoto wa kiume atakao ukaze. Itabidi uwe mtoto wa mwisho ndio aondoke. Sisi ndio mtoto wa kiume atakiwa ukaze. Wewe unaniambia mimi. Wewe mwenyewe unayumba, unashindwa kukaza wakati ndio mtoto wa kiume unaniachia mimi mtoto wa kike. Wewe vipi? Kaza mwanaume wewe. Basi sasa hivi waambie watume tu kwenye gari moja kwa moja, alafu subiri na kupigia kidogo, subiri. Haya. Wadogo zangu za saizi kuna nini? Maana na nyinyi hamuishii vituko. Hebu niambieni kuna shida gani? Alafu kaka, sisi kila siku tunakwambia, lakini wala hautujali. Kila siku sisi tunanyanyasika huko ndani, kula mpaka mtu ajisikie ndo atugaie chakula, sikujisikia si atuli. Sawa. Punguzeni hasira kwanza. Wifi yenu yuko wapi? Yuko ndani. Nitie au subiri? Mke wangu. Koso. Jo. Mnanichosha sana, mnanichosha. Kaa hapo. Hivi nimekwambia nini juu ya wadogo zangu na kuuliza? Nimechoka watu wafurahi. Wewe wako nyima chakula, wewe wako nyanyasa hawa si ndugu zangu hawa. Jamani wewe si mmekula. Wamekula mwangu lakini wamenikuta mimi hapa nimekaa na cheza game. Wamenipiga. Kwa nini jamani, kuna nini? Mbona mimi sielewi? Mbona wakati nyinyi hamkuwepo? Hivi kaka unaviona kweli sisi tunaweza tukampiga kweli hivi sisi kweli kaka? Sasa mimi au ndo ametuchoka? Mnanishangaza, anashindwa kuelewa kwa sababu haya mambo kila siku nikirudi ni kesi. Nyinyi na mpieni. Lakini sio natusingizia kila siku atusingizia maneno. Mume wangu mimi niondoke tu nirudi kwetu. Ndugu zako watakuja waniue. Usiseme hivyo. Mimi nitajua cha kufanya. Maana nimeshachoka. Kila siku kesi, wifi, kaka, si nani, sielewi. Mimi najua cha kufanya ni nini. Mimi nina ushahidi wote. Msijibaraguze mkajiona nyinyi wajanja. Basi eti mnajiona mmeshafika mjini, mnarudi kijijini. Uandalie nguo zao zote, wasibakisha hata tambala moja, watoke hapa. Ni shida ni wewe mke wako kaka. Mke wangu na mdogo wangu nimewaita. Lengo la kuwaita ni kumaliza mgogoro mlio nao ninyi. Kwanza Abduli bwana. Abduli. Wewe Abduli. Hapa. Njoo. Kaa. Mdogo wangu Abduli na mdogo wangu Nancy pamoja na mke wangu nimewaita. Lengo la kuwaita kama nilivyosema mwanzoni ni kuweka usawa, kusuluhisha haya mambo ambayo mmekuwa mkigombana mara kwa mara ili yaishe.
na yoyote nitakayebaini, kama nilivyosema hata awali, nitakayembaini anaondoka hapa kwangu, kwa sababu yeye ndio shetani mwenye mapembe anayesababisha haya yote. Hebu mke wangu, niambie, shida ni nini ambayo inakufanya kufarakana na shemeji yako pamoja na wifi yako? Mimi wakati tumeoana na anza kuishi na wewe, tumeishi vizuri kwa amani. Walipofika tu hawa ndugu zako, yani ni wananinyanyasa muda ambao unakuwa, yani ukitoka tu mara wanipigia, mara wakinikuta nakula wamemwaga chakula, mimi nikishika na nacheza game hapo wamenizimia umeme, wameninyang'anya. Hii juzi umeikuta ndio nimeishi, yani mimi mume wangu sitaweza kuvumilia tena. Wamenipiga. Chagua tu moja mume wangu. Niondoke mimi au wabaki hao ndugu zako? Hapana. Sijasema uondoke wewe, sijasema waondoke hawa. Isipokuwa nipo katika kusuluhisha na kujua mwenye shida ni nani. Nikishabaini mwenye shida ni nani, ndo atakayeondoka. Eti wadogo zangu, hivi haya anayosema wifi yenu ni kweli mnamfanyia hivyo wifi yenu? Hapana. Sasa haya anayoyasema ina maana anawasingizia? Ndio. Sikilizeni waambie wadogo zangu, mnapenda kuishi Dar es Salaam? Ndio. Mimi ushahidi ninao wote, na nyinyi wadogo zangu ndio mnaoleta shida kwa wifi yenu. Kwani lengo lenu kubwa lilikuwa ni nini kuja hapa katika hii nyumba? Mbona nimewapokea vizuri tu hapa mjini jamani, na nimewakaribisha hapa nyumbani, na wanunulia nguo, na wapa chakula mnakula. Mdogo wangu huyu Nancy, na nimemtafutia kazi ya benki kama alivyosomea uhasibu, na hata wewe nimekutafutia shule ukasome. Lakini leo hii mnamfanyia wifi yenu ambaye ndio anayewalea hapa nyumbani, mimi nakuwa niko busy. Kwa nini mnafanya hivyo wadogo zangu? Na nyinyi ndio nimebaini kwamba mna matatizo. Kwa hiyo mimi siwataki hapa nyumbani, na hayo malengo ambayo nilikuwa nayo nimeyacancel, nimefuta kabisa, muondoke. Kaka usifanye hivyo. Najua tu wifi amekwambia maneno mengi sana juu yetu, lakini sisi hatujafanya hivyo kaka. Nyamaza! Mimi ushahidi wote ninao, nyinyi wanafiki. Hapana kaka. Mimi nina ushahidi wote. Msijibaraguze mkajiona nyinyi wajanja. Basi eti mnajiona mmeshafika mjini, mnarudi kijijini. Waandalie nguo zao zote, wasibakisha hata tambala moja, watoke hapa. Kaka usiseme hivyo kaka, usitufanyie hivyo kaka. Sawa kaka, unatufukuza sisi. Ila kaka ukijua umauti wako upo karibu, huyu mke wako ipo siku utajutia. Nyamaza wewe, rafiki mkubwa. Asiniue miaka 15 nimeishi naye. Leo hii aje kuniua mlipokuja nyinyi. Hivi mnajielewa nyinyi kweli? Mko sawa sawa kwenye akili zenu? Mnafahamu ninachokizungumza? Sitaki kuona sura zenu wote nyinyi wawili. Mume wangu, hata kama wamesema mimi ni muuaji, lakini kumbuka kwamba hawa ndugu zako wameongea vitu vya uongo. Ipo siku utazidi tu kujishuhudia wewe mwenyewe. Utaona yote haya. Lakini mimi waondoke tu. Yaani waondoke, niliwapokea vizuri nikijua watu wanaonipenda nitaishi nao vizuri. Ila kama wamefikia hatua ya kuniita mimi muuaji, nisije nikawaua hata wenyewe. Naomba tu waondoke. Wifi, kwani naona tamka si tuondoke. Wifi, kuwa na moyo wa imani. Muondoke tu wifi, shemeji muondoke. Mimi ndoa mtakuja mtaivunja hii ndoa. Tumeishi miaka mingi na mume wangu. Nyinyi hapo mnastahili muondoke. Kwa nini muondoke? Kwa sababu kwenye CCTV kamera mnaonekana. Wewe ulianza kuchungulia, baadaye ukaja ukamwambia dada yako akaja akaanza fujo na kumsukuma wifi yake na kumtupa kule, mnasingizia mjala, wakati nikiangalia mlikula asubuhi na mmekula mchana. Mnataka mle nini? Mawe? Mnatakiwa muondoke. Finish. Mnaomba msamaha, mimi ndio mmenikosea. Mmemkosea wifi yenu kule. Mwombeni shemeji yenu ndio mmemkosea, sio mimi. Wifi aturudie tena makosa tuliyofanya. Wifi kama utusamehe. Kaka tusaidie kutuombea msamaha kaka, turudie tena. Mimi sitaki kukaa na ninyi. Wifi yenu hataki awaone. Tokeni. Haya, tokeni.
Nyanyuka. Haya. Nyanyuka. Sitaki kuuma. Toke nje. Mwachie. Tokeni nje. Mwachie. Tokeni nje. Hafai kabisa. Nini? Naomba unisikilize. Nisikilize nini? Yaani nimetafakari, naona watarudi wapi? Kijijini kwenyewe hamna hata watu wa kusema wakaishi nao. Kwani walitoka wapi? Mambo uliona wamewachukue, acha tu tuishi nao. Ila kana ndugu zako zungumza nao wajirekebishe. Hizi huruma zako hizi zitakuponza. Kuna siku nitakuta wamekunyonga humu ndani. Samehe tu mume wangu, atajirekebisha. Kumbuka hata maneno ya Mungu yanavyosema. Samehe 7 mara 70 ili na sisi tuweze kusamehewa dhambi zetu. Wajinga sana hawa. Nyinyi kuku wa kienyeji, njoni huku. Simchangamke. Kaeni hapo. Tunawasamehe, mtaendelea kuishi. Mkirudia tena mtauona upande wa pili wangu ulivyo. Kakae hapo. Kaeni hapo. Hapo mrudie tena. Wifi, asante, nisamehe wifi, sirudii tena. Tuishi tu kwa upendo. Tunakupenda wifi, tusamehe. Upendo. Tuishi kwa upendo. Nimekukosea pakubwa. Kaka, turudi tena. Sawa, nimewasamehe. Msirudie tena wadogo zangu. Maisha hayaendi hivyo. Sawa? Haya, nyanyukeni sasa.